Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Okay. Kwa majina ninaitwa Christopher Magesa Dionizi, ni mtaalamu wa kilimo, mifugo na uvuvi. Katika maonesho haya 88 tumeweza kuja na bidhaa tofauti za ufugaji wa kuku. Hapa kama unavyoona kuna mashine inaitwa Fogo. Hii mashine, mabanda mengi kipindi cha joto kuku wamekuwa wakishuka utagaji wa mayai kutokana na joto kuwa bandani kubwa, lakini pia inatumika hata kupiga dawa. Inafanya kazi mbili, kupunguza joto bandani na kufanya fumigation ndani ya banda. Lakini hapa tuna mashine automatiki ya kukatia midomo. Zamani watu wengi wamekuwa wakitumia kisu kukata mdomo kwa sababu kuku hawezi kuzungumza, lakini anapata maumivu makali sana. Kwa hiyo tunatumia mashine automatiki kwa ajili ya kumkata midomo. Hii inakata na kuchoma moja kwa moja. Lakini hapa hii ni gesi hita. Wafugaji wengi wamekuwa wakihangaika kutibu kuku kwa kutumia dawa za mafua kutokana na mkaa unavyotumika kuwa na moshi. Kwa hiyo gesi hita hii ina uwezo wa kuhudumia vifaranga 1000 kwa mtungi wa kilo 15, unatumia kwa siku 14. Kwa hiyo hii ni gesi ambayo inaweza kumsaidia mfugaji wa kuku akatumia kiwango kidogo cha nishati ya umeme kwa ajili ya kukuza kuku wake bandani vizuri. Na hii hapa, wafugaji wengi wamekuwa wakilalamika kwenda kutotolesha mayai kwa wafugaji. Okay. Wafugaji wengi wamekuwa wakipeleka mayai kutotolesha kwenye vyanzo ambavyo sio sahihi. Wamekuwa wakilalamika kwamba wanaibiwa vifaranga vyao. Kwa hiyo hapa tumeleta automatic mashine kwa ajili ya uzalishaji wa vifaranga. Hizi ni automatic, unaweza ukaweka mayai na ukasafiri ukarudi ukakuta vifaranga wametoka wapo katika mashine yako. Lakini kule pia tuna kibebeo cha kuku. Zamani watu wengi wamekuwa wakisafirisha kuku kutumia matenga. Matenga hayo yalikuwa na contamination za madawa sana. Kwa hiyo tumeleta matray ambayo ni special kwa ajili ya kusafirishia vifaranga, ambayo unaweza ukabeba vifaranga wengi kwa wakati mmoja na kwa kutumia usafiri wowote, iwe baskeli, iwe pikipiki, iwe guta, iwe bajaji, kila kitu. Lakini pia tumeleta keji. Wafugaji wengi wamekuwa wakifuga kuku kwa kutumia chumba ambacho wameweka malanda chini. Leo tumewaletea keji ambayo inachukua nafasi ndogo, lakini unaweka kuku wengi kwa wakati mmoja. Keji hizi zina mifumo yote ya chakula, maji, kinyesi. Kwa hiyo inakurahisishia ufugaji, lakini pia inakupunguzia gharama kubwa za kuweka wafanyakazi wengi bandani. Unaweza ukafanya mwenyewe bila hata kumwajiri kijana kusimamia shamba lako. Tunashukuru sana. Karibu katika mabanda yetu ya 88, ututembelee kwa ajili ya kujifunza zaidi. Wafugaji wengi sasa tunaenda kisasa. Ukienda kuangalia hizi bidhaa zilizopo ni gharama nafuu sana. Gharama ya keji ya kuku 160 tunaiuza kwa shilingi 900, ambayo ukienda kutengeneza banda la 900 una uwezo wa kuweka kuku 20 mpaka 50. Kwa hiyo tunawashauri wafugaji wengi waachane na zile zama za zamani, warudi kwenye zana za kisasa. Na tukienda kuangalia wakati wa ufunguzi wa maonesho haya ya 88, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameenda kuzindua pia mpango mkakati wa ufugaji wa kuku. Mpango mkakati huo wa ufugaji wa kuku unaendana pia na zana za kisasa. Tuachane na zana za zamani, tuende na zana za kisasa kwa kutumia ratiba sahihi ya chanjo, lakini pia kuna chanjo ambazo zinatumika hata kuchanja kuku kwa mtu ambaye hata hajaenda shule. Katika maonesho haya ya 88 kitaifa mkoani Dodoma, tupo katika banda la Wizara ya Mifugo. Tunapatikana ukiwa unakaribia na pavilion iliyoandikwa kijiji cha protein. Tupo hapa tunapatikana, lakini mawasiliano yetu pia yapo.
unaweza ukayapata kwa huduma. Tunatoa huduma pia ya kumvisti mtu shambani, lakini pia kwa mtu ambaye anataka kuanza ufugaji wa kuku anaweza akafika hapa katika viwanja hivi vya 88 Dodoma akapata mafunzo bila gharama yoyote. Namba za simu ni 0782350862. Hii ndio inaitwa Fogo, ni automatic. Kama mtu ambaye ana mabanda makubwa pia anaweza akaitumia hii kwa ajili ya kufanya fumigation kwenye mabanda yake. Ambayo mtu anaunganisha mtungi na anawasha kwa ajili ya kuwawekea kuku wake bandani. Hii ni automatic mashine kwa ajili ya utotoleshaji wa vifaranga. Vifaa vyake vipo. Hii inakuwa inageuza yenyewe kila baada ya masaa 6. H-cage ya kuku 160. Kila chumba wanakaa kuku 4 na anapokaa ndani anakuwa analia chakula nje, lakini pia akijisaidia. Hili ni tray ambalo unachukua hichi kinyesi unaenda kuweka kwenye bustani, na baada ya kuweka kwenye bustani unalisafisha, unarudishia katika mahali pake. Kwa hiyo hizi ndio keji ambazo zinakurahisishia ufugaji wa kuku wengi lakini eneo dogo. Hii keji inabeba kuku 160 ambavyo kila chumba wanakaa kuku 4. Yes, wanakaa kwa muda, wanaingia wakiwa na miezi 2 na wanaishi kwenye hichi chumba kwa muda wa miaka 2, na akitaga kule mayai yanakuja hapa, yanakurahisishia kwamba hata kwa wale kuku wenye tabia ya kula mayai, akishataga tu yai linamkimbia. Kwa hiyo hawezi kula yai. Hata kama umeenda kazini, ukirudi unajikuta unaokota mayai yako huku nje, unaendelea na shughuli nyingine. Zinakurahisishia kupunguza wafanyakazi kuwa wengi bandani kwa wakati mmoja. Karibu sana. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.